ni siku ya vijana kwenye TEHAMA, na kwenye vijana kuna wanaume na wanawake, wote tunafahamu. Nia ni kwamba msukumo hata wa serikali sasa hivi tunaangalia rasilimali tuliokuwa nayo kubwa, ambayo mimi mara nyingi nasema ni bahati tuliokuwa nayo. Tuna vijana wengi, nchi yetu ni ya vijana. Tukiangalia takwimu za sensa ya mwaka 2022 imeonyesha kabisa vijana wenye umri kati ya 15 mpaka 34, ambao vijana mara nyingi ndio wamezaliwa kwenye teknolojia, wanaijua teknolojia vizuri, wako milioni 21, na sasa hivi watakuwa wameongezeka bila shaka. Kwa hiyo hao ni vizuri wawe na siku yao, ili tuangalie vitu vifuatavyo. Cha kwanza tuangalie mambo gani wamefanikiwa, na nadhani wote nyinyi mtakuwa mmejionea wenyewe uwezo wa vijana mpaka sasa hivi wanaonyesha. Wana uwezo mkubwa, wanafanya ubunifu katika kutumia akili unde na vitu vingine. Katika teknolojia ya TEHAMA sasa hivi hizi huduma zote zinazotengenezwa kutumia akili unde ndio teknolojia ya juu kuliko vyote. Vijana wetu wako vizuri. Cha pili, tunaangalia changamoto na bado tunawasikiliza, kwa sababu sisi hapa hatujakuja leo kuja kuwapa lecture, tumekuja kuwasikiliza. Alafu tutasikiliza tena ushauri wao. Tutakachofanya baada ya hapa, tutachukua majumuisho, alafu hayo majumuisho tutayatumia katika kutengeneza instrument mbalimbali ambazo zitasaidia kutatua changamoto zao walizokuwa nazo. Kwa hiyo tunawategemea sana wao, kwa kuwa dira yetu ya mwaka 2050 imejionyesha wazi kabisa ule uchumi wa trilioni 1 ya Kimarekani utafikiwa na private sector na sekta binafsi, na watu ambao wanaweza kutengeneza bunifu mpya katika chumi nyingi duniani. Sasa hivi kinachofanya chumi ziwe zina ushindani mkubwa ni mambo ya ubunifu. Na ubunifu, kama tulimsikia mtoa mada mmoja alisema, hakuna ubunifu siku hizi unaofanywa na mtu mmoja. Ubunifu unahitaji kuwepo na ecosystem, kuwepo na wadau mbalimbali wanaotoa huduma mbalimbali ambazo zitaweza kufanya ule ubunifu uende kwa haraka. Ukimwacha kijana peke yake afanye ubunifu mwenyewe, hatafika mbali. Jina langu naitwa Shabani Kipindura, natokea kampuni inaitwa Alkan, hawa ni ICT integrator. Tumehudhuria hapa kama exhibitor au waonyeshaji wa solution mbalimbali za TEHAMA. Maonyesho haya mwitikio wake umekuwa mzuri zaidi kuliko yale, na haya yana maudhui zaidi ya moja. Ile ilikuwa ni maudhui ya akili unde, yani artificial intelligence, lakini hii imehusisha maudhui tofauti tofauti. Akili unde, kuna maudhui pia ya masuala ya usalama katika mitandao, na wahudhuriaji pia wametoka katika kategori mbalimbali. Vijana, kama leo tunazungumza issue za vijana, kuweza kuingizwa katika masuala mazima ya TEHAMA. Jana tulizungumza kina mama, na unajua vijana wako zaidi ya milioni 21, kwa hiyo ni kundi kubwa, hatuwezi kuliacha, na wao ndio watumiaji wakubwa kabisa wa mifumo ya TEHAMA. Kwa hiyo tuko hapa kuwaelekeza na kuwaonyesha njia, ili basi hii TEHAMA kwao iwe kama kifaa cha kutengeneza fedha na uchumi kwa ujumla kwao na kwa taifa letu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Happy Pascal Miller. Mimi ni CEO na co-founder wa kampuni ya Miller Technology and Ivy Rose Luxury Apartment, na pia nimepata fursa ya kwenye hili kongamano la TAIC la 9 kuwa miongoni mwa speaker au miongoni mwa watu waliopata nafasi ya kutoa mawazo yangu au maono yangu katika nyanda ya ICT. Na pia kwa malengo ambayo tunayo ya kufikia trilioni 1, ni lengo ambalo linawezekana kama wale entrepreneur au wale ambao watakuwa wanafanya hizi shughuli wataweka vitu vyote ambavyo tumekuwa tunajifunza kwenye action. Kwamba unajua wakati mwingine tumekuwa na semina kama hizi, lakini tunasikia tukitoka hapa hatufanyi vile ambavyo tumesikia. Kwa miongoni ya mambo ambayo tunatakiwa kufanya ili tuweze kufikia Vision 2050 ni
kuweka vitu kwenye action na pia kuangalia vitu kwa jicho la international, kwamba tukileta idea zetu, hizo idea zetu zitafanya tu kazi kwa soko la watu wa Tanzania au na nje ya Tanzania, na kama tuna target nje ya Tanzania itatusaidia kwa sababu faida zitabaki kwenye taifa letu. Kwa majina naitwa Kelvin Hemu Erasto, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pia ni founder wa Rafiki AI. Mimi leo hapa nimekuja kwenye siku ya vijana kwenye kongamano hili. Hili kongamano tumekuja kuwasilisha vumbuzi zetu mbalimbali sisi kama vijana. Na hili kongamano limetuwezesha kukutana na watu muhimu kutoka sekta mbalimbali, wawekezaji. Tumekutana pia na watu ambao wanaweza wakatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kongamano hili la leo, mimi ningetamani kama wawekezaji hawa wangekuja katika vyuo vyetu pamoja na kuwasiliana na sisi moja kwa moja, tuweze kusaidiana ili mradi programu zetu hizi zifike mbali zaidi, tuweze kukuza hizi kampuni ambazo ni kampuni changa ambazo tuko nazo sisi kama vijana ziweze kufika mbali zaidi.